ni Mwananchi. Mwanako wako vizuri na sikukuu nani Zenako wako vizuri. Unajua kuna watu wanategemeti labda wataniona eti nini, eti nimekuja hapa mkono mashavuni ka stand za baskeli na mapikipiki. Mimi hapa nasema kwanza niko comfortable zaidi ya comfortable. Kwa sababu vifaa tulivyosajili sisi ni vifaa, wachezaji ni wazuri. Kwa nini ni wazuri? Kwa sababu wachezaji tuliosajili kwanza ni wa kimataifa, na tumesajili wachezaji kwa ajili ya ushindi, kubeba vikombe, kurejesha vikombe vyetu ambavyo kuna watu walishavichukua. Na mechi ya leo, ukitaka kuijaji mechi ya leo ndio kipimo cha wachezaji, hapana. Wachezaji wote ilitakiwa wacheze, na isiponyesha huwezi kujua wapi panavuja. Ilikuwa ni lazima inyeshe ili tujue wapi panavuja. Na wachezaji waliokuepo leo, anaingizwa huyu, unaona anatoka huyu, anaingia huyu, tulikuwa tunajaribu tu. Leo umegundua panavuja wapi? Yes, panapovuja pameshajulikana. Wapi wewe kama shabiki ulivyo? Kocha alikuwa anatafuta kikosi first 11. Kwa hiyo nadhani ameshaipata. Kwa kuwa matokeo tuliyopata, najua wale wa pembeni wataanza kutubeza. Na kama unakumbuka mechi iliyopitaga ile sikukuu yetu ile, tulishindaga 2-1, tukajiona tuko sawa, mwisho wa siku kwenye ligi tukaenda vibaya. Kwa hiyo kwa kuwa umetuletea timu ambayo kwanza ilikuwa pamoja muda mrefu, ila timu yetu haiko pamoja muda mrefu, kwa matokeo mimi hawezi kunifanya eti nikae kinyonge. Sasa wewe kama wapi umeona pamevuja? Panapovuja nani unaona anakwama? Kila mtu alikuwa anaangalia mpira, sio kwamba nani anakwama. Ni matatizo yaliyotokea tu madogo, sio kila siku, sio kwamba tu wote wale lazima wangefunga tu, ingawa wengi walikuwa tunaweka matokeo kwamba tunataka ya kushinda tu. Hapana, haya ni matokeo ya mpira na ndio kilikuwa kipimo sahihi, na kwa kufungwa mimi naona safi kabisa, kwa kwamba hata wachezaji wetu watajipanga zaidi. Fiston aliondoka na aliyeingia anaonekana ni yale. Hapana, sio yale. Wananchi wameondoka kinyonge sana. Hamna, hatujaondoka kinyonge. Yaani wao unaforce kwamba mimi nimeondoka kinyonge, lakini mimi sijaondoka kinyonge. Kwanza mimi niwaambie Yanga wenzangu, mashabiki wa Yanga, ninawaomba tufanye mazoezi kwa sana. Msimu huu mimi narudia kusema, sisi wembamba tusiponenepa tutanawili na kutakata kwa kikosi hiki. Amini ninachowaambia, na ninaomba tu kwa wale wenyeji wa huu mji, wa hili jiji, mnaojua kwamba kuna jimu gani sehemu inapopatikana jimu nzuri, ninaomba mnielekeze niende nianze kufanya mazoezi ya kupunguza mwili, kwa sababu kwa msimu huu hakika naambia watu tutanenepeana sana. Wana Yanga hao. Naam, habari ndio hiyo. Mimi nakwambia. Unawaambia nini sasa watani wako? Watani mimi niwaambie tu kwanza wale tu, unajua hakuna njia nzuri ya ushindi kama kumwathiri kisaikolojia mpinzani wako. Kitendo cha ndugu yetu kurudi nyumbani, oshoka gaha kaya kisukuma hicho Kikuria aringireka amerudi nyumbani. Mimi nitaka kushangaa. Unajua siku zote nilikuwa najiuliza, hivi kweli nyoka anaweza akazaa njiwa? Hapana, mtoto wa nyoka naye ni nyoka. Yule karudi nyumbani kwa mikono miwili, na mashabiki wenzangu mimi nawaambia, Haji Manara sisi tunampa support, tutashirikiana naye kwa kila hatua. Lakini Haji, wewe Manara aliandika kwenye mtandao wako wa Instagram kwamba je, ungekuwa ni wewe ungefanya nini? Pengine amefanya hivyo kwa sababu ni pesa pia nzuri na kutoka. Wewe usinipange. Yule karudi nyumbani, yule ni mwana Yanga mwenzetu, na ndio maana hata kipindi kile alikuwa kwa kule, kwa kuwa yeye alikuwa anaona kwao wanaenda vizuri, akiona ile raha anayoitaka huku mbona inakuwa ipatikani, ndio maana alikuwa anaongea yale maneno makali, na sio kwamba makali, yani mimi kututia hasira ili tufanye vizuri. Ndio maana tarehe 8 wakakaa, na walipokuja kuigairisha ile tarehe 3 pia wakakaa. Na tulipokwenda kule Kigoma, sisi tulichokifanya ni kucheza tu kwa kuzingatia haki za kibinadamu, tukawaruhusu nao wakapata kigoli, wakabeba kombe lao lile ambao ndo tumefunga. Ila kwa msimu huu vikombe vyote ni vya kwetu sisi na tunahitaji ulinzi. Nini wito wako kwa mashabiki wa Young Africans? Wito wangu kwa mashabiki wa Young Africans, mimi kama kigelegele ninawaambia kama tulivyojitokeza kwenye sikukuu yetu, kwa mashabiki wale wa karibu au popote pale timu inapokwenda kwenye mikoani, tuendelee kuisupport timu yetu, na tunapozungumza tuendelee kuizungumzia timu yetu kwa kuijenga, kufurahi, kuenjoy, kupeana nguvu, kuhamasishana
kuingia uwanjani kuisupport timu yetu. Mchezaji wa 12 ni shabiki. Unapoingia uwanjani inabidi na wewe ushiriki katika dakika 90 kusudi matokeo utakayoyapata kama ni ya kulalamika, mlalamike, mmeumia wote, wachezaji pamoja na wewe shabiki. So unaingia uwanjani umekaa, sasa umekuja kustarehe, unapiga 4. Unaanza sogea hapo kigelegele, sogea. Uwanjani sawa, ni burudani mpira, lakini sio tunapokuja uwanjani tunakuja kuwapa nguvu morali wachezaji wetu ili tupate matokeo mazuri. Kama hivi unavyoona mimi sauti imeisha kwa sababu ya kazi ya sikukuu ya leo, na hii niwaambie kwamba hii sikukuu ndugu zangu, sio sikukuu tu ya wananchi wa Tanzania. Hii ni sikukuu ya wananchi duniani, sikukuu ya wananchi, siku ya mwananchi duniani. Kuna mashabiki wa Young Africans wanaishi Marekani, kuna mashabiki wa Young Africans wanaishi Brazil, kuna mashabiki wa Young Africans wanaishi Spain. Kwa hiyo hii ni siku ya wananchi duniani kote. Mashabiki wa Yanga leo waliingia kwa furaha kubwa sana asubuhi, mchana, lakini wanaonekana sasa hivi wanaondoka wakiwa nyuso zao hazifurahi. Labda hii ni nini? Hapana, unajua watu tumetofautiana. Wengine watu wameingia uwanjani, yani ule geti linafunguliwa tu saa 2 mtu yuko ndani mpaka sasa hivi. Kwa hiyo wale watu unaoona wameondoka wanajaribu kuwahi wakapate chochote kitu, au walikuja na matokeo? Hapana. Leo hii leo ni sikukuu, kwa hiyo tulikuja kwa ajili ya kuangalia kikosi chetu. Unasema kwamba Haji Manara leo ametambulishwa rasmi kwa mashabiki wa Yanga hapo uwanjani, lakini hakuingia kwa baraka zote kwa sababu ametambulishwa, lakini mechi ile yenye ya kumkaribisha yeye na kutambulisha wachezaji imekuwa hivyo sivyo, yani kama ameingia na gundu. Hakuna, wala usimpakazie kaka watu baba watu, yani usimpakazie. Mimi nakwambia wewe ni matokeo tu. Kwa hiyo yule kaja leo, tumeanza kwa hivi, ila mechi zinazofuata tutashinda tu zote, tutapiga mtu. Nakwambia litazimia jitu uwanjani. Mimi ninachokwambia, sisi ndio Young Africans, daima mbele nyuma mwiko, afe ng'ombe afe Masai. You can't believe your eyes katika kikosi hiki cha msimu huu. Tusipo nenepa sisi wembamba tutanauli na kutakata. Na nawaomba mashabiki wa Yanga mfanye mazoezi sana ili kupunguza mili, kulinda ndoa zetu na mambo mengine bwana. Asante. Inakuwaje? Fresh kama kawaida. Kama kawa. Una kinyonge sana? Sio kinyonge, kwa sababu hizo ndio kipimo, kwa sababu uwezo ukashinda ukavimba kichwa ukaingia kwenye ligi ukapigika. Hapa ndio kipimo kwamba kocha anajua kwamba nimpange nani nimwingize nani. Kwa hiyo ni kipimo tosha, nashukuru Mungu. Kupitia siku yenu hii ya leo ni kwamba mwisho mambo yamekuwa sio mazuri sasa kwenye mechi ambayo imechezwa hapo imetoka kumalizika. Hii imewapa maneno hasa mashabiki wa Simba ambao kesho watakuwa na maneno mitandaoni na kwenye baadhi ya sehemu zingine. Maneno gani wakati Simba mwenyewe anafungwa na Kagera Sugar kwenye tukio kama hili kubwa kama hili? Mimi nileta timu kubwa kutoka Afrika. Kwa Simba mwenyewe timu tukio kama hili anataka Kagera Sugar. Mimi nimeleta timu kubwa kutoka Zambia, ambao Zambia wachezaji wa Zambia wametapaka Afrika nzima, yani Afrika nzima, dunia nzima. Ni kama Wakongo wametapaka dunia nzima, Afrika nzima. Kwa hiyo ni kipimo tosha Yanga Afrika kwamba ningeleta timu kama Mtibwa ningeifunga ningevimba kichwa kwamba nimeshamaliza. Timu kama hii ndio kipimo tosha kwamba nataka unijiandae vipi, nimejielewa kwamba nimekosea vipi, kocha pange vipi. Kama sherehe atakuwa haijaenda vizuri vile ambavyo wananchi walitegemea, vile ambavyo itakuwa imeenda vizuri. Hata Ulaya ndio hivi, Ulaya wenyewe wana pointi timu kubwa, ili imradi uangalie makosa, una makosa gani. Kwa hiyo nashukuru Mungu, Nabi atakuwa ameona kuna mapungufu gani katika amwanzishe nani amwache nani. Kwa hiyo ndo mpira unavyokuwa kwenye kikosi. Labda kwa wachezaji ambao wametambulishwa leo, kwa ulivyowaona kwa mechi hii ya leo, una kipi cha kuzungumza wananchi? Yani waongeze bidii tu, kwa sababu wachezaji wote wazuri sana, wenyewe wazuri, Yanga wazuri. Kwa hiyo siwezi nikalamu wachezaji, kwa sababu kila mchezaji amepewa nafasi leo. Kwa inakuwa ingekuwa choice of coach, ingekuwa ndio chaguo la kocha la kwanza, ningelaumu. Lakini kwa sababu kocha leo amekuwa ni katika majaribio, kwamba aangalie kikosi cha kwanza atamwanzisha nani. Kwa hiyo kwamba Yanga tuko vizuri, tusije kulaumu nani, hamna mchawi, tusitafute mchawi nani. Labda kukosa mechi za pre-season labda ndio kitu ambacho kimesababisha pia leo kuwa hivi? Hapana,
Kuwa vipi yani, kwa mfano ndugu mwandishi? Labda mpira ule tulioona uwanja, labda wananchi mmelizika nao kabisa, ni uko fresh yani, kwa sababu kocha alikuwa anamuingizana na chaguo la kwanza, anaangalia chaguo la kwanza, nani amwanzishe, nani amwache nani. Kwa hiyo Makamu ameanza chaguo la kwanza, amefunga goli. Maele hajafunga goli. Kwa yeye ni kocha ndo alikuwa na choose first 11. Yeah.